Mwambie amwagie nje hata kama unatumia njia ya uzazi wa mpango ya kalenda. Hii inawahusu wale watu ambao wamezoea au watumii kitu chochote cha nje, au niseme wanatumia njia hii ya asili ya uzazi wa mpango, basi wanapaswa kuongeza na hiki kitu. Japo hizi njia zinaweza zikatumika independently, kwamba mtu anaweza kutumia withdraw na anaweza kutumia kalenda tofauti, lakini ukizijumuisha kwa pamoja zinaongeza chance za kuzuia ujauzito. Kwa sababu mara nyingine, mfano njia kama ya kalenda huwa inahitaji sana mawasiliano, na tunajua kwamba kapo nyingi za Tanzania au ukanda wetu huwa zinapata sana changamoto ya mawasiliano, kuzungumza vizuri, kuwekana bayana kwamba leo ni siku A na hivi na hivi. Na ukiangalia pia wanawake pia wengi hawafahamu mzunguko wao hivi upoje, japo ni jukumu la mwanaume na mwanamke kujua kwa pamoja, hususan mkiwa kwenye mahusiano. Sasa linapokuja swala hili, ndio maana tunashauri na withdraw method itumike. Hapa ndipo ambapo kuna umuhimu wa mwanaume kupractice yale mambo niliyoelekeza, ili kuweza kumaintain au kujicontrol namna ya kujizuia kumwagia ndani. Nilishawahi kuelekeza hapa. Kwa hiyo ukichanganya njia hizi mbili, unaweza kuongeza nafasi kubwa sana ya kupata matokeo kwa namna ya kuzuia ujauzito. Lakini pia ieleweke ya kwamba hakuna mtu ambaye hatumii uzazi wa mpango. Mada ya uzazi wa mpango hutakiwi kuiskip. So long as unafanya tendo, huwezi kuepuka uzazi wa mpango. Na kukumbusha, hata kushiriki tendo ni njia ya uzazi wa mpango. Kutumia kalenda ni njia ya uzazi wa mpango. Kuangalia ute, kumwagia nje, zote ni njia za uzazi wa mpango. Kwa hiyo usije ukakataa au ukasema mimi mada za uzazi wa mpango hazinihusu. Ukiwa kwenye umri ambao unashiriki tendo, mada za uzazi wa mpango zinakuhusu mara zote. Na ndio maana mpaka leo hakuna njia ya uzazi wa mpango ambayo iko salama kwa watu wote. Kwa maana ya kwamba unapaswa kujifunza ili kujua okay, njia hii kigoma au hii inapokuwa haina ufanisi na hamia kwenye njia hii. Hapa ni papana sana, panahitaji mambo mengi. Lakini ukiangalia juu hapa kwenye comment, kuna mtu ameonyesha kwamba yeye ameweza kwa miaka yote hiyo. Kalenda ni miongoni mwa njia ambayo inasariti sana watu. Nadhani wenyewe wananielewa wahusika. Of course inapiga sana watu za kichwa. So nataka uniambie, kama mtu anatumia njia hizi mbili kati ya kumwagia nje na kalenda, unadhani ipi ni rahisi kukosea au kufanya makosa? Yaani ipi ni rahisi ku make mistakes wakati unaitumia kati ya njia hizi mbili? Yaani ipi ni ngumu? Niambie kwenye comment. Lakini pia ukishama kaina rafiki utakometisha. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.